Takbir. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Sixtus Mapunda, mkuu wa wilaya ya Temeke na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Alhaji Shah Hassan Othman Ngwali, kadhi mkuu wa Zanzibar, Dr. Sheikh Ahmad Musa Salum, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania na mlezi wa taasisi hii ya Aman Hilal Quran, Meja General Shaban Balaghashi, mkuu wa kamandi ya anga ya Jeshi la Wananchi Tanzania akimwakilisha mkuu wa majeshi Sheikh Zaila Hassan Miogole, Sheikh wa wilaya ya Temeke Sheikh Twalib Ahmed Abdalla, imamu mkuu wa msikiti wetu hapa Chamazi. Natambua uwepo wa mashehe wote. Natambua pia uwepo wa Ustadhi Sudi Musa, mwenyekiti wa taasisi yetu ya Aman Hilal Ifran, mashehe wa wilaya, viongozi wakuu wa taasisi mbalimbali za kidini mlioko hapa, ndugu waandishi wa habari, washiriki wa utunzaji wa Qur'an, ndugu Waislamu wote mlioungana nasi leo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai na afya njema, pia neema za pamoja, na kutuwezesha leo kukutana hapa kwenye tukio hili muhimu kubwa la Afrika la mashindano ya 16 ya Qur'an tukufu ambayo leo tunahitimisha muda mfupi ujao. Nataka nitoe pongezi nyingi tena za dhati kwa taasisi hii ya Aman Hilal Ifran Foundation kwa jitihada zenu kubwa katika kuandaa mashindano haya makubwa ya kiwango hiki. Uwezo wa kuwa na mashindano haya kwa miaka 16 mfululizo ni dalili ya dhamira njema ya kuhamasisha vijana wetu katika kuzingatia na kutunza Qur'an tukufu. Lakini pia kitendo chenu cha kuendelea kuadhimisha maadhimisho haya ya utunzaji wa Qur'an tukufu inakwenda kutuhakikishia kwamba sasa tunalinda utamaduni wetu wa kidini, lakini pia maadili na imani ya dini yetu ya Kiislamu. Ndugu viongozi, mashehe na Waislamu wote mlioko hapa, mashindano haya ni muhimu sana na yana manufaa makubwa kwa washiriki, lakini pia kwa taifa zima, kwa sababu yanawawezesha washiriki kuwajengea uwezo wa kuhifadhi na kuelewa mafundisho ya Qur'an tukufu. Kupitia mashindano haya tunahamasisha pia vijana wetu kuwa na moyo wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa juhudi zote. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa mlioko hapa na ambao mnatufuatilia kupitia vyombo vya habari, malengo mengine ya kupanua wigo wa maarifa ya dini unapatikana pia kutokana na mashindano haya. Lakini pia tunakwenda kuhamasisha jamii nzima kuhusu umuhimu wa Qur'ani, na ndio kwa sababu leo tulishuhudia Waislamu wote wamejaa kwenye uwanja huu. Lakini pia umuhimu wa Qur'an unakwenda kuijenga jamii yetu kiimani zaidi, na kwamba kila mmoja anaweza kuzingatia mafundisho yanayotolewa kwenye Qur'an. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, mashindano haya ni fursa yetu, yanakuza sana imani na maarifa tulionayo katika kutenda matendo mbalimbali. Lakini pia kuhifadhi Qur'ani ni jambo lenye manufaa mengi
kwani pia linaimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu na inajenga msimamo wa kiroho. Katika jamii yetu vijana wengi wenye elimu na maarifa ya dini wamekuwa ni nguzo muhimu ya ustawi wa maendeleo. Vile vile tunatambua kwamba imani imara ya kidini hujenga jamii yenye maadili mema, lakini pia inajenga huruma, tabia ya kujitoa, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa ujumla kwenye jamii. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa upande mwingine ni kwamba mashindano haya yana mchango mkubwa katika kuimarisha amani yetu katika nchi, mshikamano wetu katika nchi na kulifanya taifa letu kwa tulivu. Tunapohamasisha vijana kuhifadhi Qur'ani, wanakuwa na imani thabiti na maadili, na hivyo kuchangia katika kulijenga taifa hili imara lenye watu wenye maadili mema wanaotamani wakati wote kuliona taifa hili lilikuwa na amani, utulivu na mshikamano. Lakini Qur'an tukufu na mashindano haya ambayo leo taasisi ya Manhaj Irfan imeandaa inakwenda pia kuimarisha na sekta ya kiuchumi. Tunapozungumzia uchumi, maana kupitia mashindano yenyewe washiriki wanaofanya vizuri wanapewa zawadi, lakini pia kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa, usafiri, zinazotolewa kwa umma unaoshiriki mashindano haya unanufaika kwa namna moja au nyingine. Mashindano haya pia yanachochea maendeleo ya kisekta ya utalii. Tunapoona washiriki kutoka nchi mbalimbali wanakuja nchini kwetu wakisindikizwa na familia zao, hawa watalala, watakula, lakini pia watafanya shughuli nyingine za kijamii, na kwamba ugeni wao kwenye nchi yetu, wao wanakuwa mabalozi wazuri wa kulieleza taifa letu, wanakuwa mabalozi wazuri wa kushuhudia uzuri na utamaduni wetu, na ni fursa ya kuonyesha ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa lenye misingi imara na dini na utamaduni wetu. Lakini pia mashindano haya hayaishii hapo tu, yanatoa fundisho ya malezi bora ya vijana wetu kutoka kwenye familia, hasa kwa vijana wote wanaohifadhi Qur'an tukufu. Mashindano haya ni mfano mzuri wa namna ambavyo jamii yetu inavyothamini elimu na maendeleo ya vijana. Na kwa hiyo basi nitoe wito kwa jamii yetu kwamba ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba viongozi, wazazi na walimu tunaunga mkono jitihada za taasisi hii inayoendesha mashindano haya, ili waweze kumudu kuandaa kila mwaka, waweze kuwatengeneza vijana kutoka madrasa mbalimbali na kuwaleta hapa kuonyesha uwezo wao. Haya yote tunazungumza kwa sababu tunajua vijana hawa katika safari yao ya kumtumikia Mwenyezi Mungu inakwenda na msingi imara unaoimarishwa kupitia mashindano haya. Na kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakumbusha vijana wetu kwa mafanikio yenu hayaishii hapa pekee, bali ni mwanzo wa safari kubwa ya kiroho, elimu na huduma za jamii. Lakini tunatamani pia vijana ambao mnashiriki kwenye mashindano haya, kuanzia ngazi za vijiji, kata, wilaya
Tumesikia hapa leo pia mashindano ya kimkoa yanaendelea, mashindano ya Afrika Mashariki, mashindano ya Afrika na yale ya dunia nzima. Vijana hawa wapate nafasi ya kushiriki kwenye maeneo haya ili wajipime uwezo wao, lakini pia kuweza kukamilisha yale mahitaji muhimu ya kujitoa kwao. Na kadiri mnavyoendelea kushindana na kujifunza, mnaendelea kuimarika na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Nataka nitoe pongezi dhati kabisa kwa vijana wetu ambao leo mmeshiriki kwenye mashindano haya ya 16 ya kuhifadhi Qur'an. Ushindi wenu ni alama ya jitihada mlizowekeza katika kuzingatia mafundisho ya Qur'an tukufu. Lakini pia ni wazi kuwa mmeonyesha na mmekuwa mfano mzuri kwa vijana wengine kwa kujitoa na kugharimia safari kutoka kwenu mpaka hapa jijini Dar es Salaam, eneo hili la Chamazi. Huu ni ushindi mkubwa wa kujivunia na ni njia kuendelea katika hatua za juu zaidi, na wale ambao hawakuweza kushinda watapaswa kujivunia juhudi zao kubwa za kuwezesha zilizowezesha kufikia hatua hii ya kushiriki kwenye mashindano haya, na wala msikate tamaa. Safari huo ni mwanzo na mtaendelea mpaka mwisho. Niwashukuru wadhamini walioiunga mkono taasisi yetu kuandaa tukio hili. Udhamini huu tunauchukua kama ni njia pekee ya msaada mnaotoa kutoka kwenye taasisi zenu. Mashindano haya na kufanikiwa kwake hatuwezi kuacha kuwakumbuka, na namshukuru msoma risala amewatambua kwa mchango wenu, amewashukuru na amewasihi kuendelea kuiunga mkono taasisi hii. Mchango wenu ni muhimu sana katika kuendeleza jitihada hizi za kidini na za kijamii. Kwa mchango wenu umeendelea kusaidia taasisi hii kuhimiza maendeleo ya vijana wetu ya kiroho na kijamii. Nirudie tena kuwapongeza kwa ushirikiano wenu, na ni matarajio yetu kwamba mtaendelea na udhamini huo na mwaka ujao, ili mashindano haya yaendelee kukua na yawe makubwa zaidi. Nini matarajio ya serikali kupitia mashindano haya? Serikali ina matarajio makubwa kwa vijana wetu ambao wanashiriki mashindano haya, na tunatarajia kuwa mtaendelea kutumia maarifa na ujuzi mliopata katika kufanya shughuli zenu zote katika mwenendo mzima wa maendeleo katika jamii zetu. Niendelee pia kuhakikishia kwamba serikali inatambua uimara wenu, ubora wenu, nidhamu mlionayo na maadili mema mlionayo ambayo mnayoonyesha pia mnapokuwa kwa jamii yetu. Kupitia utaratibu huu tunajenga viongozi bora wa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Nataka tu niwaambie kwamba serikali inapoendelea kuimarisha utoaji huduma kwa jamii, inachagua viongozi wenye maadili mema, waaminifu na waadilifu kuongoza jumuiya yetu ndani ya nchi yetu. Na nyie ndio mtakokuwa mmeajiriwa na kushika nafasi mbalimbali za uongozi serikalini. Tuna imani mtakapokuwa viongozi wa kuongoza jamii, mtatekeleza majukumu yenu kwa ubora, lakini hasa uaminifu, uadilifu kwa jamii yetu. Ndugu wageni waalikwa na Waislamu wenzangu, nataka nishukuru kwa heshima na imani mlionipa kupitia mwenyekiti wa timu yote ya Halal Ifran Foundation ya kuniomba kuwa mlezi namba 1 na kusaidia kutafuta wafadhili wa kudumu wa mashindano haya. Tutashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba taasisi hii haifi na taasisi hii kwamba inaendelea na jukumu lake la kuandaa mashindano kama haya yanayotuleta Watanzania pamoja, yanayotuja kutuhakikishia na kutuonyesha ubora wa vijana wetu. Hivyo nitoe wito muendelee kujipanga vizuri zaidi kwa ajili ya maandalizi ya mwakani, na baada ya mashindano haya kuisha, basi ni mwanzo mzuri wa kuandaa mashindano ya mwakani. Hivyo nitoe wito kwa taasisi nyingine zozote zenye uwezo kuungana na Manhil Alfa Foundation
katika kuandaa mashindano haya kwa ajili ya mwaka ujao. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, najua liko zoezi linafuata hapa sasa la kuwavesha medali za ushiriki washindani wetu, lakini pia nazo taarifa kwamba ziko zawadi zimeandaliwa ambazo zitakabidhiwa kwa utaratibu ulioandaliwa. Na kwa hiyo napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, napenda kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kushirikiana na taasisi zote za dini na kuhakikisha kwamba tunaungana pamoja kwenye matukio yote yanayoandaliwa kwenye dini zetu na taasisi zetu, kwa sababu dini ina mchango mkubwa kwenye uongozi wa serikali yetu. Ninapoelekea kuhitimisha haya, nayo mambo matatu ya kukumbushia kwa jamii yetu. Moja, swala la mmomonyoko wa maadili. Ninaomba sana viongozi wa dini, wazazi na walezi wa vijana wetu, tuendelee kulifanya na kulizungumza na kulichukulia hatua swala mmomonyoko wa maadili kuwa ni ajenda ya kudumu. Viko viashiria mbalimbali kupitia matendo mbalimbali ya mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ni jukumu letu sisi viongozi wa dini kupitia nyumba zetu za ibada kuwahubiria Watanzania, kuwatahadharisha Watanzania na kuwasihi Watanzania kutotenda mabaya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Endeleeni kukemea vikali kabisa vitendo vyote ambavyo ni kinyume na maadili ya dini na utamaduni wa Mtanzania. La pili ni swala la mazingira. Serikali imeamua kuitangaza rasmi mkakati wa utunzaji wa mazingira kuwa ni ajenda ya kudumu ambayo inapaswa kuzungumzwa, inapaswa kutekelezwa na kila Mtanzania. Swala mazingira ndio uhai wetu. Swala mazingira ndio mafanikio yetu. Uharibifu wa mazingira tunajitafutia madhara makubwa, na kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ni lazima kama Watanzania tujipange upya katika kusimamia mpango mkakati wa utunzaji wa mazingira na maeneo yote ya vyanzo vya maji, ili tujihakikishie taifa letu kupata maji ya matumizi, lakini pia nishati ya umeme inayozalishwa na maji. Tuendelee kupanda miti na shughuli zote za utunzaji wa mazingira. Dini ina nafasi nzuri ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Tunatarajia mtaanza kuiratibu kampeni hii kwenye taasisi zenu. La tatu ni uchaguzi mkuu. Sote tunajua mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu unaokwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani. Ni muhimu kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura na kuomba kuchaguliwa afanye hivyo. Zoezi linaloendelea sasa ni maboresho ya daftari la kudumu la mpiga kura, ambalo linakutaka wewe uende ukahakiki au ukajiandikisha upya uwe tayari kuwa mgombea au mpiga kura. Na tutaendelea kuhamasisha Watanzania wote, nenda mkahakiki, lakini muwe tayari kwa upigaji wa kura. Siku ya kupiga kura, nenda kapige kura yako. Hiyo ni haki yako ya kimsingi kabisa. Viongozi wa dini, jambo la 4, tuendelee kuliombea taifa hili, tuendelee kuombea viongozi wetu. Na waomba sana viongozi wa dini, endeleeni kufanya jukumu hili. Najua mnafanya kila siku, na wakati mwingine mkiita makongamano ya kuliombea taifa hili. Jukumu langu ni kuendelea kusisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuliombea taifa hili. Tunao maadui, tunao watu ambao hawapendi mema ya Tanzania, nchi yetu. Wangetamani na sisi tuvurugane, lakini Tanzania tumebaki wamoja, na hii inatokana na dua zenu, sala zenu, maombi yenu. Endeleeni kuliombea taifa hili. Lakini pia tuwaombee viongozi wetu. Tumwombee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumwombee Mheshimiwa Philip Isdor Mpango,
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumwombee pia Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hawa viongozi waendelee kutekeleza majukumu yao wakiwa na maombi yenu, dua zenu, sala zenu. Wanahitaji utulivu, wanahitaji Mwenyezi Mungu awaongezee busara na uvumilivu katika kuongoza taifa letu. Lakini pia msiishie tu hapo, ikiwapendeza na sisi ambao tunamsaidia kazi Mheshimiwa Rais, mtuombee tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa weledi mkubwa ili kuifanya Tanzania kuwa Tanzania yenye mapinduzi makubwa kwa amani na utulivu katika nchi. Mwisho kabisa, nitoe tena pongezi kwa taasisi yetu kwa maandalizi haya mazuri, lakini pia pongezi kwa washiriki wetu ambao mmeshiriki kwenye mashindano haya ya kutunza Qur'an tukufu, na tanguliza pongezi kwa watakaoshinda na kupewa zawadi za ushindi. Sisi tunajua mmeandaliwa vizuri na mtaendelea kujiimarisha zaidi. Niwapongeze pia washiriki wote ambao mmehudhuria kwenye tukio hili muhimu ambalo leo linaadhimishwa kwenye ngazi ya bara Afrika. Ni matumaini yangu kwamba mashindano haya yataendelea kuwa na mafanikio zaidi kila mwaka kadiri tunavyoendelea. Niwatakie funga njema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niwatakie funga njema kwa ndugu zetu wa Kristo ya Kwaresma kuelekea Pasaka, na niwatakie kila laheri kwenye mashindano haya mwaka huu. Naomba nihitimishe kwa kusema kuwa nawashukuru, mmenisikiliza, na sasa nakaribisha itifaki ziendelee na kazi nyingine. Asante sana kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.